Yes, kama tulivyoshuhudia dakika 90 za mtanange wa nguvu kwelikweli zimetamatika na Simba Sports Club wakiwa wamefanikiwa kuondoka na ushindi wa jumla ya magoli 4-0 dhidi ya TRA United katika ile CRDB Federation Cup kwa maana ya kombe la shirikisho. Sasa nilijaribu kuangalia dakika hizi 90, nilijaribu kupima mzania wa timu hizi mbili TRA, lakini pia upande wa Simba Sports Club. Kiukweli tukiacha ule unafiki ni kwamba Simba kwa sasa imejipata kweli kweli na inacheza mpira ambao wamefanyia mazoezi. Ukiangalia zile namna ambavyo magoli yote 4 yametafutwa, utagundua kuna kitu kimeongezeka kwa sasa katika kikosi cha Simba, namna Aura pamoja na Kibabage na Chama, ile combination ilikuwa ni combination ya heavyweight kweli kweli. Ukiangalia kuna namna utagundua kwamba combination hii imekuwa pengine inafanya mazoezi mara kwa mara kwa pamoja, na ndio maana utakuta goli la kwanza ambalo tunaona Kibabage anauwai mpira ambao mpigwa na Aura kule mwishoni na anaurudisha ndani na kumkuta Kratos Chota Chama na anaiandikia Simba goli la kwanza. Lakini pia kuna goli ambalo pia Elie Mpanzu alikosa, kwa maana mpira ulipigwa kama vile, lakini kwa bahati mbaya Elie Mpanzu wakati ameuwai alikuwa ameupiga na ukapaa juu kidogo ya lango lile. Kwa hiyo utaona kabisa magoli yote yamekuwa ni magoli ambayo kuna namna timu hii imetengeneza formation ambayo pengine haionekani dhahiri, lakini ukija kufuatilia magoli ambayo yamepatikana utagundua kwamba hii combination imekuwa ni combination kubwa na ni combination ambayo mwalimu ameitengeneza katika uwanja wa mazoezi. Kwa ujumla ukiangalia mchezo ulikuwa ni mzuri sana. TRA wakati walipiga goli la kwanza na la pili walikuwa bado na wameonesha nia ya kufanya comeback, na pengine kama Simba Sports Club wangekuwa wamedelay kidogo, basi kuna uwezekano TRA wangeweza kupata goli. Lakini kitu ambacho naweza nikawapongeza Simba ni kwamba baada ya kugundua kwamba TRA bado hawajakata moto, waliweza tena kuanzisha mashambulizi ya haraka haraka, mpira wa kasi ambao uliweza kusababisha goli la tatu baada ya kufanyika kwa sabu, ambapo tunamuona Suleiman Mwalimu baada ya kuingia ana score, na hii sasa ndio ikawapelekea TRA kuvunjika nguvu kabisa kuona kwamba basi katika magoli matatu hawawezi kurudi, lakini mwisho wa siku wanaruhusu tena goli la 4. So ni mchezo ulikuwa ni mzuri sana, lakini pongezi kwa mwalimu wa Simba kwa sababu tunaona kuna utofauti umeanza kujionesha na umejidhihirisha, na kama wataendelea hivi basi pengine wanaweza kuja kudomain mchezo huu kwa mechi hizi ambazo zimebaki.